Hii uionayo ni structure ya chuma, yaani nguzo, slabu, isipokuwa zege tu, vitu vingine vyote ni chuma. Na hapo hatua inayofuata tu hapo ni kuanza kujenga. Sasa nimekuonyesha kwanza kwa mbali kabla sijafikia hilo eneo, ila tutaingia, nitakuonyesha hapo chini vizuri uweze kuangalia pande zote kwa uzuri. Pia tutapanda hata juu kwenye gorofa moja hapo, nitakuonyesha vizuri na kwa uzuri, lakini hapo nimeona nikuonyeshe kwanza kwa nje ili uweze kujua na uweze kuiona vizuri. Kuna hali ya wingu wakati wa saizi ninavyorekodiwa, hii ni msimu wa mvua, kwa hiyo kulikuwa kuna wingu na nilipata nafasi ya kufanya kazi muda huu, na ndio maana mwanga wake sio quality sana, sio mzuri sana, lakini niliona nikisema nitafuta wakati wa mwanga mzuri ni nafasi sina, kwa hiyo ikabidi iwe hivyo. Kwa hiyo tuvumiliane kuhusiana na hilo. Sasa hapa ndio tumeshaingia kwenye sakafu ya chini kabisa. Na kama nilivyowaambia, hizi ni nguzo za chuma, na kama unavyoona tulikuwa tumeshafanya kazi yote ya zege vizuri, na hapo maji yamwagiliwa, kwa hiyo hapo yanaendelea kukauka. Kama unavyojua kukomaa kwa simenti ni maji, na hii ni ile slabu. Yaani ukiwa juu utaona zege, lakini ukiwa chini utaona muonekano huo uliopita. Na hizo zote tunazoona ni nguzo za chuma. Kwa jina lingine tunaitwa nguzo H. Na hizi nguzo hizi zinazozungumza hapa hazijatoka Tanzania, zimetoka nchini Kenya. Hii sakafu yake kama unavyoona inaendelea kukomaa vizuri. Hii ndio slabu. Kwa hilo tutakapofanya finishing itafungwa gypsum board. Kwa lugha ya Kiswahili tunasema itafungwa dari. Kwa baada ya dari hutaweza kuliona hili paa unaliona, hii unapiona. Kwa hiyo huu ndio muonekano wa chini, na nitakuonyesha ukiwa juu itakuwaje. Huu ni muonekano wa chini. Wa chini kwenye hili jengo la gorofa. Unaona mpangilio wako ulivyokaa vizuri? Unaona vizuri? Najaribu kukuonyesha katika maeneo tofauti tofauti ili uweze kuiona vizuri kwa bora na standard. Tukisema structure ya chuma, yani hapa ni chuma mwanzo mwisho. Chuma mwanzo mwisho. Nadhani wewe mwenyewe unajionea vizuri huo mpangilio, kila kitu kilivyokaa. Na kinachokiona mbali ni ngazi. Nitakufikisha mpaka pale, nitakuonyesha. Kwa hiyo hakikisha vitu kama hivyo hapa kwa Mjenzi wa Nyumba TZ tumebezi sana kuletea kila kitu. Kwa ukiwa makini kufuatilia utajifunza vitu vingi kama hivi. Najua kuna baadhi, sio wote, kuna baadhi hawajui kwamba kuna gorofa ambazo nguzo zake hazitumii zege, zinatumia chuma. Zipo ila ni nyingi tu. Hapa naenda kuonyesha mwelekeo mwingine, naenda kuonyesha ngazi. Ndio kitu ninachokifanya hapa. Naenda kukuonyesha ngazi. Na ile ndio ngazi. Nikiwa nasogelea na kuna mtu anapanda pale, unavyomuona anapanda juu gorofani. Ngoja tusogee vizuri uweze kuona. Hapo inabidi turuke haya maji. Kumbe niruke sio na wewe. Niruke haya maji zeni uweze kusogea. Hisa hiyo ndio ngazi. Na ngazi unavyoona imefungwa chuma, ndio sehemu za kanyaga zikawekwa zege, ndio hiyo. Hapo umeiona vizuri. Lakini lengo letu ndio hilo kwa mbali, nimekuonyesha kwa mbali kidogo ili uweze kuiona vizuri. Hapo imepanda na kupanda mpaka juu, na hii ndio eneo husika linalo tuhusu ili wewe uweze kuliona. Nguzo, zege hapo chini, hili shimo hili lenyewe sehemu ambayo tutafunga mashine. Hapa takuwa pana mashine mbili. Hizi zitakuwa mashine mbili kwa sababu hili jengo ni jengo la biashara, ni mall. Kwa hiyo kuna nyingine ambayo itatumia watu kupanda, lift, zitafungwa mashine mbili za lift. Moja hapo itakuwa lift ya kutumia wateja kupanda na kushuka, na nyingine utatumia kupandishia na kushushia mizigo. Kwa hiyo unazidi naendelea kuziona. Hizo hapo utakapokuja kufanya finishing hutaziona hizo chuma, hutaziona hizo bati. Hizo ndio zile bati za geji 22 ambazo kuna video nilikuonyesha kwamba huwa hazikatwi. Kwa hiyo nilikuonyesha kwa mfumo wa juu. Mfumo wake wa chini ndio unakuwa hivyo. Ukiwa unanifuatilia vizuri na kwa uzuri, hivi vitu vyote hamna kigeni kwako. Kila hatua nimetoka naonyesha, lakini kwa wale ambao hamnifuatilii hamwezi kujua kila kitu. Kwa hiyo huwa ni muhimu kuhakikisha. Hii nao zoom hapa na kuonyesha vizuri ni ngazi. Na hapo ukiangalia, unapoangalia video kwenye ukuta wako hapo kwenye mkono wa upande wa kushoto kwako ni retaining wall. Kwa hiyo ukuta wote ni wa zege. Kwa hiyo ukiwa upande wa juu hutaona kama chini pana sakafu hii unayoiona. Hautaonekana, na mtu aliyopo juu kule hajui kama chini hapa kuna gorofa, ataziona zile za juu yake. Na sio hapa. Umeona mpangilio? Ni chuma tupu. Hapo ni jengo, hilo ni mkataba. Hilo jengo ni mkataba.
ni miaka nenda rudi. Jengo halitikisiki, haliathiriki, halifanyiwi chochote, ni uhakika. Retaining wall wenyewe ya uhakika. Yaani hamna kilichobahatishwa. Sakafu yake tu zege lilotumika ile ratio hapo ni ya uhakika. Na ile ngazi ndio ile niliyokuwa niwe. Kwenye hapa nimepanda ile floor ya juu. Hapa tuko kwenye ile floor ya juu. Hapo tumetoka chini. Tumepanda juu. Hii inachokuonyesha mlioangalia video zilizopita niliwaonyesha wakati tunasuka nondo kabla ya kumwaga zege. Na hapa ndio tukiwa tumeshamwaga zege, na hapo kuna gorofa nyingine juu, na lile ni paa. Kwa mtu aliyepo kwenye gorofa juu anaweza kuchungulia chini. Kwa ile ni paa. Mimi nipo chini ya hiyo gorofa nyingine, na chini hapo ndo pana sakafu ambapo nimetoka kukuonyesha hatua zilizopita. Kwa hiyo angalia baadhi ya mandhari unavyoweza kuiona na uweze kuvutia. Hilo ni paa. Paa lenyewe hilo bati lake lenyewe ni chuma. Huwezi kupiga msumari ya kawaida yetu tunanunua. Ngoja kuonyesha tuna ngazi kwa uzuri. Kama uonavyo hivi. Hivi huu ni kitu ambacho tumezingatia na kudhibitisha ubora, kuhakikisha kila kitu kinafanyika kwa utaalamu na ureji. Ile floor au sakafu ndio kuonyesha wakati tunazifunga zile bati. Nilikuonyesha tunapofunga chuma na kuonyesha tunapofunga bati, ndio hii. Mpaka wale mafundi wakawa wanakata kwa kutumia grinder, naambia ile bati alikukata kwa mkasi tunatumia grinder. Basi hiyo ndio sakafu yenyewe husika. Kwa hiyo nadhani mpaka hapo utakuwa umeshaweza kuona vizuri. Ni ngazi ya kupandia hiyo, unaoona nyingine ni kushuka, na hayo ni maeneo mengine yatakokuwa ya wazi. Kama hapo ndio itakuepo counter. Siwezi kukutajia jina la kwa sasa, lakini muda atakapofika utaliona jinsi tunavyoendelea. Kwa hapo tulikuwa tunasubiri zege likomae. Baada ya hapo tutaanza ujenzi wa tofali. Kwa tukishaanza ujenzi wa tofali utaona kila kitu vizuri na kwa uzuri na kwa bora wa hali ya juu. Mzunguko wa nje wa jengo karibu lote mbele litakuwa ni la zege. Asante sana kwa kuwa nami. Najua umenielewa vizuri zaidi na zaidi. Wakati mwingine tutaonyeshana hatua zinazofuata. Shukrani sana. Karibu.